Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Hii ni Disemba 2025 na leo tutaenda kuliangazia somo la Disemba 18. Mada yetu kuu katika mwezi huu imekuwa ikisema mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya nafasi ya pekee uliyotupatia watoto wako wa kiume na wa kike. Asante kwa ajili ya ulinzi, asante kwa ajili ya mibaraka, asante kwa ajili ya neema yako ya ajabu maishani mwetu. Wako wagonjwa katikati yetu, walioko hospitalini, walioko majumbani, wengine ambao hata hawajui kama ni wagonjwa. Wote kwa pamoja tunawakabidhi mikononi mwako. Walinde, waongoze, waponye. Kila mmoja sawa sawa na mapenzi yako, ukampe afya njema, ukampe neema yako maishani mwake. Zaidi sana ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Ndilo ombi letu asubuhi ya leo, tukiamini kwamba utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema kumtukuza Mungu, msukumo wetu mkuu. Imejengeka katika kitabu kile cha Zaburi ya 29 ya pili. Neno la Mungu linasema, mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Wote tunaishi katika kipindi cha rehema. Wale ambao wameingia katika makaburi yao walipimwa na kujaribiwa ili kuona kama wangeweza kutambua wajibu wao wa kumtumikia Mungu. Shauku ya kumtukuza Mungu inapaswa kuwa ndiyo msukumo mkubwa sana na wenye nguvu kuliko yote. Inapaswa kutuongoza kufanya bidii katika kuboresha fadhila na fursa tulizopewa, kutumia kwa hekima mali ya Bwana. Inapaswa kutusaidia kutunza bongo zetu, mifupa na misuli yetu katika hali ya afya njema, ili nguvu zetu za kimwili na usafi wa kiakili viweze kutusaidia kuwa mawakili waaminifu. Matakwa ya kibinafsi daima yatiishwe, kwani kama yakipewa nafasi ya kutenda kazi, hupunguza uwezo wa kufikiri, kufanya moyo kuwa mgumu na kudhoofisha nguvu za kimaadili. Danieli aliheshimiwa na Bwana kama mwanadamu kwa sababu alikuwa wakili ambaye alitumia kwa uaminifu mali ya bwana wake. Hakumsahau Mungu, bali alijiweka katika njia ya nuru, ambapo aliweza kuwa pamoja na Mungu katika maombi. Tunasoma kwamba Mungu alimpa Danieli na wenzake maarifa na ujuzi katika elimu na hekima yote. Kila mahali utakapokuwa, hebu wote wanaokuzunguka watambue kwamba unamtukuza Mungu. Hebu binadamu ufichwe na Mungu aonekane kama tumaini pekee kwa wanadamu. Kila mwanadamu anapaswa kujenga tabia yake katika mwamba wa milele, Kristo Yesu, ndipo itastahili katikati ya dhoruba na pepo. Mungu ataziandaa akili zetu kumtambua yeye ambaye peke yake anaweza kuisaidia nafsi inayopambana na kushindwa. Wale wote wanaosimama chini ya bendera yake atawafundisha kuwa mawakili waaminifu wa neema yake. Mungu amempa mwanadamu kanuni zinazodumu milele, ambazo kwa hizo kila nguvu ya kibinadamu lazima siku moja itasujudu. Ametupatia ukweli kama amana. Mwali wa thamani wa nuru hii usifichwe chini ya pishi, bali uangazwe kwa wote waliomo ndani ya nyumba. Kweli dumuyo milele inapaswa kujulikana. Waoneshe wale unaokutana nao kuwa kweli inaleta mabadiliko kwao. Ina maana kubwa kwako kusimama katika kanuni ambazo zitadumu katika nyakati za umilele. Mungu amempa kila mwanadamu karama.
ili jina lake liweze kutukuzwa, si kwa ajili ya mwanadamu kuhimidiwa na kusifiwa, kuheshimiwa na kutukuzwa, ilhali mpaji anasaulika. Wote tumekabidhiwa karama za Mungu, tangu aliye mdogo na fukara hadi kwa aliye mkuu na tajiri. Hebu asiwepo wa kupoteza muda aliyopewa na Mungu kwa madai kwamba ana talanta moja. Tumia talanta ulio nayo katika kila fursa. Karama ni za Bwana, zinapaswa kurudishwa kwake. Si mali yako mwenyewe, umekabidhiwa tu, ni za Bwana. Siku moja atakuja kupokea kilicho chake na riba yake. Timiza kwa uaminifu utume wako uliopangiwa, ili uweze kukutana naye kwa amani. The Review and Herald, Septemba 12 mwaka 1899. Hii ni Disemba 18, mada ikisema kumtukuza Mungu, msukumo wetu mkuu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Nikiambaisha pasi utulivu, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, 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 mwamba imara, tajificha kwako. kwako tu Yesu.